LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Mtazamaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kusimamia na kuboresha huduma za usafiri ardhini hapa nchini ili kuhakikisha ufanisi na usalama kwa wananchi wake. Nikukaribishe katika kipindi cha usafiri na maendeleo kinachoandaliwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA na kukujia siku kama hii. Nikukaribishe ungane nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Nancy Amani. Mtazamaji, wiki iliyopita tuliangazia huduma za usafiri maalum kwa wanafunzi kwa mabasi yaendayo haraka ya mradi wa awamu ya kwanza kwa ruti ya Kimara Gerezani na Kimara Kivukoni. Je, unaweza ukahisi hali ikoje kwa mabasi maarufu kama daladala? Mguu mosi, mguu pili, tumefika maeneo yanayopaki daladala, maeneo ya Gongo la Mboto, tukiona hali ya usafiri kwa wanafunzi ikoje. Kwa mimi kila siku naamka asubuhi saa 12, napanda magari saa 12:30. Kwa kusafiri wa daladala naona ipo kawaida, ipo vizuri. Ila changamoto za kadhaa zipo, ila sio zile za msingi. Kama kuna muda baadaye gari ikijaa, wanafunzi wanakataliwa, afu tunachelewa kwenda shule. Na hapo tukifika shuleni tunaadhabiwa. Daladala kwa wanafunzi ina changamoto kwa baadhi na kwa baadhi na kufika shule. Unalipa 200 nauli. Kwa hiyo sio changamoto kubwa kwa kwetu sisi, lakini kwa wengine ina changamoto. Naamka saa 12:30, tuone nafika saa 12:50, nafika shule saa 1 kamili. Huduma daladala wanafunzi ni nzuri kwa sababu ninaposema huduma daladala wanafunzi, yani ni huduma ambayo inasaidia sisi kwa kwetu kuwahi shuleni na kufika shule kwa wakati. Kuna baadhi ya daladala unaweza ukapanda ukachukuliwa, na baadhi daladala ukapanda ukafika vizuri. Kwa hiyo nasema na changamoto sio kwa kiasi kikubwa. Changamoto ni lakini sio kikubwa kivile. Ni kwa wingi. Kwa hiyo kama tukiamka saa 12 kamili, nikipanda daladala nataka kufika saa 1 kamili au dakika 50. Kwa hiyo huduma daladala kwangu mimi naona ni nzuri. Nikiamka mpaka nikimaliza kujiandaa, nikifika hapa stendi saa 12. Mpaka kupata usafiri naweza kaa saa 2. Shuleni inategemea na umbali kutoka hapa mpaka shule. Kama na usoma karibu anawahi, lakini kwa tunachelewa kurudishiwa na kupakiwa, unaweza kuadhibiwa. Kwa ufupi ya Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kipindi cha usafiri na maendeleo kilipata nafasi ya kuzungumza na madereva na makondakta ambao wanachukua wanafunzi kwenda shuleni na kuwarudisha.
wanazungumziaje usafiri huo wa wanafunzi na hali ya usafiri wanapokuwa wanabeba wanafunzi? Kwa upande wa wanafunzi, mimi kwa upande wangu huwa nabeba wanafunzi kadhaa, kuanzia 5, wamezidi sana 10 kwa upande wangu mimi, ila huwa sibebi zaidi ya hapo. Sana wanafunzi ni asubuhi, wanalipa shilingi 200 nauli yao. Natoa wito kwa makondakta wengine, wanafunzi wasiwaache kabisa, wabebe kadhaa. Wanafunzi tunabeba, ila bado kuna changamoto nyingi. Nauli ni sawa tu, nauli ni hiyo 200 inatosha kwa mwanafunzi, kwa sababu ukisema mwanafunzi atoe zaidi ya hiyo ni hasara, kwa sababu asubuhi anatoka, kila siku anatoka. Kwa hiyo hauwezi kusema atoe zaidi ya hiyo. 200 ni sahihi kabisa kwa serikali kwa mwanafunzi kutoza shilingi 200. Na wale ambao labda wanakataa wanafunzi, makondakta wale wanaokataa wanafunzi kwamba wasipande, mimi sioni hawana sababu ya kuwakataa, kwa sababu ni kusaidiana. Wanafunzi wanakuwa beba wao shuleni. Kama kwa muda asubuhi, mimi na wanafunzi nikiwakuta mimi nabeba kwa muda asubuhi, kwa sababu wanafunzi ni tipu ya asubuhi na jioni, sio kwamba ni muda wote kwamba unabeba, ni asubuhi tu na jioni. Kwa hiyo hamna sababu ya kuwakataa, kwa sababu ni asubuhi kuwapeleka na jioni ukiwarudisha. Ukiwakuta wewe wabebe, sio lazima kuwakataa, na sioni sababu ya kuwakataza wanafunzi. Hali ya usafiri wa wanafunzi sio ni ya kuridhisha, lakini nategemea madereva na madereva. Kama unavyoniona umri wangu na watoto nimezaa na wajukuu, kwa watu kama hao siwezi kuwaweka pembeni, lazima tuwachukue kwa sababu sisi ndio huduma yao. Tunawasafirisha, kuwaleta na kuwarudisha. Sasa baadhi ya vijana ambao hawajielewi ndio unakuta wanaona wanafunzi kwamba sio faida, hawatoi hela nzuri, lakini lazima tuwabebe kwa sababu ndio haki yao na sisi ndio wasafirishaji. Nafikiri sana ni kwa sisi makondakta na madereva, ili kuwajali watoto wetu, kwa sababu nao wanatakiwa kusafiri, wanatakiwa kwenda shuleni, wanatakiwa kurudi nyumbani, tuhakikishe tunawabeba, kuwapeleka na kuwarudisha. Serikali imeshatupa leseni kwa ajili ya kuwasafirisha abiria. Abiria ni pamoja na wanafunzi, kwa lazima tuwasafirishe. Mimi nafikiri wote wao. Mtazamaji, kipindi hiki kilipata wasaa wa kuzungumza na wazazi wakielezea hali ya usafiri wa wanafunzi kwa mabasi ya mjini maarufu kama daladala. Wanapotoka majumbani kwetu, mara nyingi wengi wanaamka saa 10, saa 11 ili mradi tu wakuwahi usafiri. Lakini cha kusikitisha na cha kushangaza, unakuja kukuta mtoto wako ametoka Majoe saa 11, amefika Gongo la Mboto, lakini mpaka saa 2 anaweza hajatoka maeneo ya hapo alipo kuelekea shuleni kwake. Usafiri unasumbua sana, hasa kwa wanafunzi. Kwa hiyo wanaachwa, kwa maana inakuwa ni ngumu. Mimi nilikuwa na shauri wanafunzi kwanza, kwa vipi wasipelekwe mbali, wao jirani na mashule, jirani na majumbani kwao, unaelewa hapo? Kwa hiyo hii kuwapeleka mbali ni usumbufu mkubwa sana. Hao makondakta inabidi waangalie kweli, waangalie kweli. Maana hii kweli imekuwa kero kweli. Yaani kero kweli. Lakini mimi nilichokuwa na shauri kitu kimoja, au wenyewe wazazi wenyewe au wanafunzi wasiwapeleke mbali. Unaelewa? Ni kitu ambacho kinachosumbua hicho. Wito wa madereva na makondakta wabadilike, wachukulie wanafunzi kama ni sehemu ya familia yao, sababu ni wateja kama wateja wengine, na sisi abiria ni wateja wao. Kwa hiyo tunavyokuwa wengi wanatakiwa wafurahie, sio wakasirike. Kwa hiyo tunavyokuwa wengi wao wanakasirika, anakuja anapaki gari, anasema gari alienda, anakaa pembeni. Sasa hiyo ndio ufanyaji wa biashara. Hiyo sio biashara. Biashara, abiria wanapokuwa wengi ni wateja wako, na inabidi ufurahie, sio ukasirike. Unapopaki gari saa 2 asubuhi, unafanya kazi saa ngapi? Na maana mchana watu wapo makazini, wewe unafanya kazi saa ngapi? Mtazamaji, mabasi maarufu kama daladala ni usafiri ambao umekuwa ukibeba wanafunzi wengi kwa muda mrefu sana. Nikupeleke kwa wanafunzi hawa wakielezea hali ya usafiri kwa mabasi haya. Kwangu mimi kwenye swala la usafiri ni shida, kwa sababu unakuta makonda wanakataa wanafunzi, wanaweza hata kubeba hata wanafunzi wawili,
na pindi utakapopanda gari makonda wanasema wanafunzi wamejaa kwenye gari, hivyo tu wanatuacha wanafunzi wengine. Na pia vile vile hata kama ukipanda ukatoa shilingi 500, hiyo 500 kakupa mzazi, alikuwa labda ana chechi, konda badala ya kurudisha 300 anarudisha shilingi 200. Kwangu mimi naomba makondakta wasiwaache wanafunzi na watuchukue wanafunzi, huwezi jua nani atakaye kuja kusaidia baadaye. Ni shida kwa sababu makonda huwa wanatukataa kwenye magari, na pia kutukataa kwa vile sisi tunatoa hela ndogo kwenye nauli. Kwa hiyo kututenga sisi wanafunzi, kwa sababu sisi ni wanafunzi ambao tunatoa kiasi kidogo kwenye magari, hivyo makonda hutukataa. Nilikuwa naomba serikali tuone kwa hili, kwa kutuangalia kwa upande wa pili, ili kuwajulisha makonda kuwa tukatae kwenye masuala ya magari. Tunafika saa 12, tunaweza tukafika hata saa 2, saa 3 bado hatujaondoka. Naiomba serikali kutuboreshe, na kama kuna uwezekano ituombee tutafutiwe magari. Kisa cha daladala ambacho kilinitokea, kipindi napanda konda alinisukuma. Baada ya kunisukuma nilianguka na niliumia, wakaweza kuninyanyua na kunipeleka hospitali. Baada ya kunipeleka hospitali nirudi nyumbani, na siku 2 nilikosa kwenda shule kwa ajili ya kuumiza konda wa daladala. Kwa hiyo mimi naomba tutafutiwe gari ama watusaidie kutuombea kwa makonda wa daladala, wasio wanatukataa kipindi sisi tunapanda gari. Muda mwingine wanatukataa kwa ajili tunalipa hela ndogo. Naamka saa 12:30, nafika hapa nasubiri magari, saa nyingine hata saa 4 sipati magari. Naiomba serikali iweze kuwaambia makondakta waweze kutukubali, maana saa nyingine unaenda kupanda magari anasema hawataki wanafunzi, wanahisi tukipanda mule tutajaza gari alafu tuna 200. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji. Mtazamaji, kama unavyofahamu, mamlaka imeidhinisha kiasi cha shilingi 200 kama nauli ya mwanafunzi, na hii huwa inaleta changamoto wanapokuwa wanatumia usafiri kama daladala. Tuwasikilize madereva na makondakta wakielezea changamoto zipi wanazozipata kwa wanafunzi kutumia kiasi hichi. Changamoto za wanafunzi kwa upande wa daladala sio kama tunakataa, ila changamoto kubwa kwenye upande wa chenchi zimekuwa ni adimu sana. Kwa hiyo tulikuwa tunapendekeza kwa upande wa wadogo zetu wakiwa na 200 hamna daladala inawakataa, ni 10 kwa mmoja. Kwa hiyo ni changamoto tu, mwanafunzi anapotoka nyumbani awe na 200 yake mkononi anapata usafiri. Hata unakuta mwingine anatoka nyumbani ana 2000 ana 5000, ni changamoto kwa upande wa chenchi. Sio kwamba wanafunzi wanazuiliwa kupanda gari. Kwenye gari unaweza kupata wanafunzi 8 au 10. Ili magari mengine na wakija wanabeba wanafunzi wanaondoka. Huwezi kuwabeba wote kwa pamoja kutokana na hii gari ya biashara na wanafunzi ni pale 200. Kabeba na 10, wengine wakija kubeba 10. Tayari wanaishi, lakini ukisema wanateseka labda kwa baadhi, sio kwa wote. Wanafunzi wana changamoto sana ya usafiri. Kwa sababu kama sisi daladala tuna sheria kuokota wanafunzi, tunachukua baadhi ya wanafunzi, hatuwezi kuchukua wanafunzi wote. Kwa hiyo tunaruhusu kila daladala tunaweza kuokota wanafunzi 5 mpaka 6, saa nyingine inazidi mpaka 10. Sio ruksa kwa daladala. Kwa hiyo tunaomba hivyo, kama serikali iwasaidie wanafunzi, waangalie hii changamoto, wajue jinsi gani ya kuwatatulia wanafunzi changamoto hii. Tunaomba hili sana serikali waliangalia, wanafunzi wanataabika sana. Sababu anatakiwa mwanafunzi afike shule saa 12. Unakuta mwanafunzi anafika shule saa 2, saa 3. Kwa hiyo serikali hili tatizo waliangalie sana swala la wanafunzi. Yaani waangalie sana wanafunzi, wajue jinsi gani ya kuwasaidia usafiri, waweze kuwahi shule.
Yaani mimi kwa siku kuanzia kwenye kituo changu mpaka mwisho wa kituo unakuta nabeba wanafunzi si chini ya 10 mpaka 15. Sasa nyingine unafanya kuonea huruma, unagombana na wazazi. Yaani unaenda mpaka unagombana na wazazi, mzazi anakuchukulia kondakta unalombaya. Lakini sasa kutokana na usafiri ulivyo na wewe unaangalia kazi, inabidi ugombane nao tu hivyo hivyo. Mzazi akikuona unalombaya unamwambia basi haina shida, lakini tunaojua ni sisi huku. Hali ya usafiri bwana, hapa changamoto ni moja tu, changamoto ni change. Sasa hivi change zimekuwa adimu sana, kwa hiyo hatuwanyanyasi watu wafanye kitu chochote, ila issue ni kwamba change sasa zimekuwa adimu sana. Wewe uzipata 200 yani inakuwa ni kipengele sana, lakini kama mtu anakuja na 200 yake unampakia tu kama kawaida, hakuna shida. Sasa issue inakuja kwamba pale sasa hivi change kununua 700 kwa buku. Kwa hiyo mwanafunzi anakuja na shilingi 1000. Mimi napata kitu gani? Kwa hakuna yani, ila kama anakuja na 200 yake kuna shida, anaingia kwenye gari tunaondoka. Wakuta mimi nawapakia. Wakuta mimi stendi kama hivi au kituoni mimi naachua na nawapakia. Sababu siwezi kuwaacha. Sababu ukiwaacha atawapakia nani? Sasa kila mtu akija sawa chelewa shuleni. Yaani wale wanafunzi waje tu na 200 zao. Kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba issue ni kwamba kununua change 700. Sababu mwingine mtu anaweza kapewa buku, kama inatakiwa labda apate magari labda 5. Kwa hiyo yani kikubwa watafuta change mapema, mtu aje na 200 yake kwenye gari basi. Yani hiyo hapo ndio ukubwa tu basi. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Bwana Dennis Daudi, afisa leseni na usajili kutoka LATRA, anaelezea ni hatua gani LATRA inachukua katika kusimamia na kuboresha huduma za usafiri wa wanafunzi, na vile vile LATRA inatoa elimu kwa namna gani kwa makondakta na madereva wanaohusika na usafiri wa wanafunzi. Kimsingi tunahakikisha kwamba tumetoa elimu kwa wadau ambao wanatoa huduma hii ya usafirishaji, wajue umuhimu wa kusafirisha wanafunzi kwa wakati kutoka kwenye vituo ambavyo wanapandia magari, na kuhakikisha kwamba wanawatangazia vile vituo ili mwanafunzi ataje kile kituo chake ambacho anashukia asije akapitilizwa kwenye kituo. Kwa hiyo kuimarisha hili, tunahakikisha kwamba tunafanya kaguzi ambazo zinafanyika kwenye maeneo ya vituo na kukagua magari ambayo yanatoa huduma hii ya usafirishaji, kutii na kutekeleza masharti yote ya leseni, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanawapakia abiria wote bila kuwabagua wanafunzi na kuhakikisha wamefikisha kwenye vile vituo vyao vya kushukia na kupandia wanafunzi. Lakini kimsingi sambamba na hilo, tunahakikisha kwamba elimu tunayoitoa kila mdau waweze kuelewa na kuendelea kuisambaza ili iweze kuwafikia wote kwenye maeneo yote, kwa lengo la kwamba huduma inayotolewa iendane sambamba na kile ambacho kinatakiwa kwenye huduma yetu ya usafiri wa mjini upande wa wanafunzi. Wanafunzi wanaopata hii huduma kwenye maeneo yetu ya mijini, nauli yao mamlaka imepanga kuwa shilingi 200, ambayo mwanafunzi anahakikisha kwamba ameilipa hiyo na anasafirishwa bila kuwa na tatizo lolote. Kwa kuweka kiwango hiki cha nauli, ni kiwango ambacho kidogo kinamwezesha mzazi kuweza kumudu katika kuhakikisha kwamba mwanafunzi anapata hii huduma ya nauli kuweza kufika safari yake ya mwisho. Lakini pia ni kama hivyo kwamba wapo baadhi ya makondakta ambao ni watukutu wanaofanya kinyume na hapo au kutaka kutaja zaidi ya hapo. Pale inapobainika kwamba mtu amekiuka vile viwango vilivyoelekezwa na mamlaka, kwa kweli mamlaka pale inapotokea taarifa sahihi zinachukuliwa hatua kuhakikisha kwamba huyo mhusika ameadhibiwa, kwa sababu kisheria ukitoza nauli inayozidi kile kiwango kilichoidhinishwa na mamlaka, kama kwa mwanafunzi 200 ukachukua zaidi, umekinyume na sheria na unatakiwa utozwe adhabu ili uweze kujua kwamba kutenda hivyo ni kosa. Na hilo mamlaka inachukulia hatua kabisa kuhakikisha kwamba taratibu za nauli zilizopangwa au bei elekezi iliyopangwa, wadau wetu wote wa usafirishaji wanatekeleza kama ilivyopangwa. Wanapofika kwenye kituo cha kupandia gari, hebu wanafunzi wetu wawe kipaumbele. Wazazi watusaidie pia kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao wapo kwenye ile eneo angalau wawe wa kwanza kupanda magari na kuondoka kwenye vile vituo, kwa sababu tunahitaji kwamba inapofika muda wa wanafunzi kuanza masomo shuleni,
hawa wanafunzi wetu wao wameondoka kwenye vile vituo ambavyo kupandia magari, wamefika mashuleni. Ndio maana kipaumbele cha kwanza iwe pongezi kwa dereva ambaye ameamua kupakia wanafunzi peke yake na kuwawaisha mashuleni, kuliko kuhakikisha kwamba yeye anabeba wanafunzi wachache, kwa sababu lengo kubwa wanafunzi wetu wanatakiwa wahi vipindi madarasani. Mtazamaji, na hapa tumefika kwenye kipengele cha kupendwa kabisa cha swali la wiki, na nikukumbushe tu wewe unaweza kuwa mmoja wa washindi wa zawadi hizi nono kutoka LATRA. Swali la wiki iliyopita lilikuwa linasema, taja nauli iliyoidhinishwa na mamlaka kwa wanafunzi wanapotumia usafiri wa umma. Vilevile taja njia mbili zinazotoa huduma ya kubeba wanafunzi katika mradi wa mabasi yaendayo haraka awamu ya kwanza. Alijishindia zawadi hii ni Baraka_Robertson. Swali la wiki hii linasema hivi, ni hatua gani LATRA inachukua kusimamia na kuboresha huduma za usafiri kwa wanafunzi? Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na nikukumbushe kipindi cha leo kilikuwa kinaangazia huduma za usafiri wa mabasi maarufu kama daladala kwa wanafunzi jijini Dar es Salaam kwa maeneo ya Gongo la Mboto, ambapo tumezungumza na wazazi, wanafunzi, makondakta na madereva wakielezea kwa ujumla changamoto zinazowakuta pamoja na hali halisi ya usafiri kwa wanafunzi hao. Nikukumbushe tu uendelee kuhabarika na LATRA kupitia mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram, Facebook na X, na vile kupitia tovuti ya mamlaka, yani www.latra.go.tz. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nancy Amani, nikuage kwa sasa. Pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.